Mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo iliyotekelezwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo katika kata mbalimbali za manispaa ya Musoma. Ziara hiyo imelenga kujionea utekelezaji wa miradi hiyo, kusikiliza changamoto zinazowakabili wananchi pamoja na kutoa maelekezo ya kuboresha huduma za kijamii na miundombinu. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, ameanza ziara yake katika kata ya Mwisenge ambako amekagua ukarabati wa ofisi ya kata uliotekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 8,458 kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, mtendaji wa mtaa wa Mtakuja A, Bi Happiness Musa, amesema ukarabati wa ofisi hiyo umekamilika na umeboresha mazingira ya utoaji huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Mbunge, kwa kipindi hiki cha robo ya Aprili-Juni 2026, kata imepata mradi wa kukarabati jengo la ofisi ya kata Mwisenge kutoka katika mfuko wa jimbo, yaani Mheshimiwa Mbunge Mgore Miraji Kigera. Ukarabati wa jengo la ofisi ya kata kwa kiasi cha shilingi milioni 8,458,000 pesa za Kitanzania taslimu. Mheshimiwa Mbunge, awali ya yote, uongozi wa kata ya Mwisenge unatoa shukrani zake za dhati kwako kwa kitendo chako cha kuamua kutoa fedha za mfuko wa jimbo kuja kukarabati ofisi hii. Kitendo hicho ni kitendo cha uzalendo, kwani kimeokoa jengo hili kudondoka chini. Ofisi hii ilikuwa imechakaa, kupasuka nyufa za ukuta, madirisha na milango ambayo yalikuwa yameliwa na mchwa na hayafungiki, rangi kuchakaa, popo kukaa darini, fishabodi na mabati kuchakaa, jengo kupoteza hadhi ya ofisi. Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, ninamshukuru sana kwa kweli kabisa, kwa moyo wa dhati kabisa. Ofisi hii ilikuwa mbovu sana, lakini umeingia kwa kipindi kifupi, umekumbuka kama wana Mwisenge wanahudumiwa chini ya miti, wanahudumiwa sehemu zinazovuja. Tunakushukuru sana, tunakupongeza sana. Lakini jambo jingine ni kushukuru tena na kupongeza, nilifuatilia sana vipindi vya bunge. Sidhani kama kuna wizara ilipita hujachangia hoja yako. Nakushukuru sana kwa hiyo. Kwa nakufuatilia sana. Jambo la tatu ni kuombe, ndugu yangu mbunge, kuombe sana. Kwenye eneo langu la Pwani pale, kuna barabara inapita, hii barabara ya Chief Kiumbe haina mitaro. Inavurugika sana, maji yanaingilia watu. Endelea na huo moyo wa kutupigania sisi wanyonge wa Musoma. Mungu akubariki mama. Mheshimiwa Mbunge, eneo langu ulilokaa la VETA, nikushukuru kwa ujenzi wa ofisi na ukarabati, kutukarabatia sasa na sisi tunaonekana kama wana Mwisenge na wana VETA. Mungu akubariki. Mheshimiwa Mbunge, ninazo barabara nilishazioanisha wakati umetuita wenye viti wa serikali ya mtaa. Kuna karatasi katibu anazo, nilizioanisha angalau ziweze kujengwa kwa mitaro. Leo angalau kwa hali hii ulioliona, tuna kila sababu ya kukushukuru. Mungu akubariki sana. Lakini niseme machache tu kwa niaba ya wananchi wa mtaa wa Majita Road. Majita Road pale, Mheshimiwa Mbunge, kuna genge ambalo lina historia kidogo, na unajua kwamba shida zilizompata Mheshimiwa diwani ni kwa sababu ya lile genge tu, hakukuwa na shida nyingine. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa diwani kwamba ameendelea kulipambania genge, na genge lile lipo pale. Tuna mahitaji kidogo, Mheshimiwa Mbunge, ambayo naamini kabisa yako ndani ya uwezo wako. Pale tuna wananchi wako au wapiga kura wako wana changamoto ya taa. Wanafanya biashara katika mazingira ya giza na biashara zao haziendi vizuri. Kwa hiyo kausha damu inasumbua kila siku, mwenyekiti. Ni kwa sababu ya kukosa taa pale. Naamini kabisa tukipata taa, tuna mahitaji ya taa 3 za sola. Tukipata taa, naamini wapiga kura wako watafanya kazi vizuri kabisa, na kuangaishwa kwingine kwa kausha damu huko kutapungua, kwa sababu watafanya biashara na watapata chochote kitu. Na nikushukuru sana kwa sababu umetutoa katika sehemu ambayo kidogo kwa kwetu ilikuwa ni ngumu sana. Yaani tulikuwa tunakuja, mimi kuna muda nilikuwa najificha pale, japo na penyewe unapaona palivyo pagumu, lakini nilikuwa naona bora nikae pale kuliko kaa huko. Mtu akija kupigia simu naambia njoo kituoni, kidogo kituoni unaweza ukamuelewa, lakini ofisini huko naambia nimetoka kidogo. Yaani akifika anaona kama ni mazingira ambayo kidogo ni magumu. Lakini kwa sasa hivi
tunakaa ofisini na funguo zetu tunazo. Ukifika unafungua ofisi, unaingia, unahudumia mteja bila wasiwasi. Nakushukuru sana, Mungu akubariki. Umetufanyia mambo mazuri kama ambavyo umezungumza, ni kwamba umetumotisha sisi wasomi, tunasema motivation. Kwa hiyo sasa hivi kazi tunakuahidi tunafanya kwa sababu tuko ofisini. Zamani tulikuwa tunakwepa watu kwamba au sije ofisini, sio kwamba siko ofisini kwa sababu ya mazingira ya ofisini. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Hata hivyo tuna changamoto kidogo ambazo tunaweza tukaziwasilisha sambamba na ambazo zimewasilishwa. Tunakushukuru sana kwa uanzishaji wa shindano la michezo la halmashauri, na sisi Mwisenge tumejipanga, tunataka tushinde. Sasa tunashindaje? Tuna changamoto ndogo ya mipira ya mazoezi. Timu tayari ishaanza, mtaalamu wetu yupo, alishaanza, yuko viwanjani, ana changamoto ya mipira ya mazoezi. Kipendeza tuwezeshe ili mazoezi yaendelee, tuweze kufikia lengo letu la ufaulu. Ndugu zangu na viongozi wenzangu, sisi kawaida huwa tunapata fedha inaitwa mfuko wa jimbo. Fedha hiyo huwa inakuja kwa ajili ya kuchochea maendeleo kwenye jimbo husika. Kwa hiyo wewe Mheshimiwa mbunge na ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya mfuko wa jimbo, unajadiliana na kamati yako na unaona vipaumbele ni vipi ili hizo fedha ziende. Kwa hiyo kwa kuangalia mahitaji kwenye kata zetu, niliona niwape kipaumbele wananchi wangu wa Mwisenge, kwa sababu niliona ofisi hii ni ofisi ambayo inahudumia wananchi wa kata ya Mwisenge, na ofisi hii kwa kweli ilikuwa hairidhishi kabisa. Tukaona japo fedha ni kidogo, tukasema haka kakeki kadogo tukagawanyishe, lakini na watu wa Mwisenge pia waweze kuonja japo robo yake. Kwa hiyo tumeweza kuja kutekeleza mradi huu. Kwanza niwapongeze mtendaji, Mheshimiwa diwani na mratibu, mmesimamia vizuri, ofisi imeonekana ina hadhi, hata na sisi tunasema kweli tunaenda kuhudumia wananchi. Ninaomba nitipate idadi ya viti vinavyohitajika ili tuweze kuleta viti, na watu watakapokuwa nakaa kwenye ukumbi waweze kukaa vizuri, sio kukaa kwenye vibenchi, wakae kwenye viti. Nimeona hitajio la kompyuta, na imani hiyo kompyuta ni kwa ajili ya kufanyia kazi hapa. Kompyuta hiyo pia tutawaletea. Nimepata uhitaji wa wifi, maana sasa hivi tuko kidijitali zaidi. Nitakapotoka hapa, nadhani kesho watakuja kwa connectia wifi. Tunayo TTCL fiber Mlangoni, watakuja watu wa TTCL hapa kesho, watawafanyia connection. Asante na shukrani kwako kwa kuichagua Yego Asu TV, sauti ya jamii, kuwa chanzo nambari moja cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yego Asu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yego Asu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.